Katika taarifa wamesema wanathibitisha tena haki yao ya kujilinda. Kama sehemu ya kulipiza kisasi, Iran imekuwa ikishambulia maeneo yenye watu wengi na miundombinu, ikiwa ni pamoja na viwanja vya mafuta katika baadhi ya nchi za Ghuba ambavyo viko karibu na kambi za Marekani. Moshi umeonekana karibu na kituo cha umeme nchini Kuwait, huku Saudi Arabia ikisitisha baadhi ya shughuli zake katika moja ya viwanja vikubwa zaidi vya mafuta Mashariki ya Kati, Ras Tanura, baada ya kushambuliwa. Nchi za Ulaya zimeanza kujihusisha zaidi katika mzozo wa Iran. Ufaransa imesema iko tayari kusaidia washirika wake wa Mashariki ya Kati ambao wanashambuliwa na Iran kama hatua yao ya kulipiza kisasi dhidi ya Israel na Marekani. Uingereza imeeleza kuwa inajibu baada ya droni takriban moja kuanguka katika kambi ya kijeshi ya Uingereza huko Cyprus mapema Jumatatu asubuhi. Cyprus imeweka vikosi vyake vya usalama katika tahadhari ya juu kabisa, na Ugiriki inatuma meli za kijeshi na ndege kusaidia. Uingereza imekubaliana na Marekani kutumia baadhi ya kambi zake kwa kile inachokita mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran. Cyprus imeonya Uingereza wasitumie kambi zake kwa shughuli zozote zile isipokuwa maeneo ya kutoa misaada ya kibinadamu. Ujerumani inasema kuwa wanajeshi wake waliopo katika eneo hilo wana haki ya kujilinda ikiwa watashambuliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka nchini Sudani Kusini wamesema kwamba zaidi ya watu 170 wameuawa katika shambulio moja katika eneo la utawala la Rueng. Waziri wa habari amesema kuwa waathirika 82 walikuwa raia na wengi wao ni wanawake na watoto. Amesema washambuliaji walikuwa washirika wa upinzani, ingawa wafuasi wa makamu wa rais wa zamani Riek Machar wamekanusha hilo. Zaidi na Ahmed Bahaj. Waziri wa habari wa eneo hilo James Monyolak Mijok amewaambia wanahabari vijana kadhaa waliokuwa na silaha kutoka jimbo jirani la Unity wanaodaiwa kuhusiana na kundi hilo la SPLA-IO ndio waliotekeleza shambulio hilo. Amesema washambuliaji waliwasha moto nyumba na masoko wakati wa mapigano yaliyodumu kati ya saa 3 na 4. Kundi hilo la SPLA-IO limekanusha kuhusika katika shambulio hilo, wakilaumu mamlaka za jimbo la Unity kwa kutumia vurugu hizo kisiasa baada ya majeshi ya upinzani kulalamikiwa kwa shambulio hilo. Misheni ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS imesema kuwa imeshtushwa na kuongezeka kwa vurugu katika eneo hilo kati ya masaa 48 yaliyopita. Katika taarifa, misheni hiyo ilithibitisha kuwa vijana waliovaa silaha wasiofahamika walishambulia makao makuu ya kaunti mapema asubuhi ya Jumapili. Kanisa la Kiorthodoksi la Tewahedo nchini Ethiopia limetangaza kwa Wakristo 21 waliuawa wiki iliyopita katika wilaya ya Sharqa, mkoa wa Arsi, kanda ya Oromia, katika kile kinachoelezwa kama shambulizi lililolengwa na makundi ya silaha. Kanisa hilo limekosoa vikali mauaji hayo, likionya kuwa vurugu kama hizo zinalenga kueneza mzozo wa kidini. Limeripoti kuwa pamoja na vifo hivyo, Wakristo kadhaa walitekwa nyara na nyumba 10 zilichomwa moto. Ron Clifford na maelezo zaidi. Taarifa hiyo imewahimiza raia wa jamii za Kikristo na Kiislamu kuungana katika kukosoa vurugu hizo. Baraza Kuu la Masuala ya Kiislamu la Ethiopia pia limekosoa shambulio hilo, likielezea kuwa ni njama ya kudhoofisha mamia ya miaka ya kuishi kwa amani kati ya waumini wa dini hizo. Kanisa limekuwa likiita mara kwa mara mamlaka za shirikisho na za mikoa kuchukua hatua za haraka dhidi ya wahalifu na kuhakikisha haki ya Wakristo wa Kiorthodoksi kuabudu kwa uhuru kote nchini inadumishwa. Wakati hali ya kutokuwepo kwa utulivu ikiendelea katika mikoa ya Oromia na Amhara, matukio ya mauaji ya raia, utekaji nyara, wizi na vitisho yamekuwa jambo la kawaida katika siku za hivi karibuni. Na Urusi na Ukraine zote zimeeleza kuwa zinataka mazungumzo kuhusu kumaliza vita vya Urusi kuanza tena hivi karibuni. Jumamosi kuliripotiwa kuwa Urusi ilikuwa na shaka zaidi kuhusu mchakato wa mazungumzo, lakini Jumatatu msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba wanaangazia maslahi ya Urusi, hivyo ni vyema kuendelea na mazungumzo na kujaribu kufikia suluhisho la kidiplomasia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema anatumaini kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii yataendelea, ingawa ameonyesha kuwa Uturuki na Uswizi ndio mataifa ambayo ni maeneo bora zaidi ya kufanyika kwa mazungumzo hayo kuliko Abu Dhabi kwa sababu ya mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Hii ni BBC.
Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Asha Juma. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa Tanzania, Abud FM, Radio Kwizera, CJFM, Classic FM, Radio Free Africa, Loliondo FM, Radio na Zenji FM kule Zanzibar. Kenya ni Must FM, Mwenedu FM, County FM, Nyota FM pamoja na FM na Gulf Radio. Uganda utatupata kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Voice of Busoga. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Vile unaweza kutupata mubashara kwenye tovuti ya BBC Swahili pamoja na ukurasa wa Facebook wa BBC News Swahili. Jina langu ni Hamida Abubakar na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Karibu. Na asante Hamida na karibu msikilizaji. Tunaanza na taarifa yetu kuu, na miongoni mwa taarifa ambazo pia zinagonga vichwa mbalimbali kote ulimwenguni. Israeli na Marekani zinaendelea kuishambulia Tehran katika siku ya 3 ya vita vyao dhidi ya Iran. Israeli pia imeanzisha mashambulizi dhidi ya Lebanon baada ya wakala wa Iran Hezbollah kurusha idadi ya makombora ya ndege zisizokuwa na rubani. Eneo kubwa zaidi limekabiliwa na mzozo, huku mashambulizi zaidi ya makombora yakiripotiwa katika nchi za Mashariki ya Kati. Taarifa zaidi hii hapa na Steha Mohamed. Huku mapigano makali yakiendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na yakiingia siku ya 3, kuna hofu kwamba vita hivyo vinasambaa katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Marekani na mataifa 6 ya Ghuba yametoa taarifa ya pamoja yakisema kwamba mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yanasababisha ongezeko hatari la mzozo ambalo linasababisha ukosefu wa usalama. Marekani na washirika wake ikiwemo Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Jordan na Falme za Kiarabu wameelezea kuwa kulenga raia na mataifa yasiyoshiriki katika vita kuwa swala lisilo sawa na ni ukosefu wa nidhamu. Taarifa hiyo inaongeza kuwa mataifa hayo yako na haki ya kujilinda katika kile kinachoonekana kama kutanuka kwa mzozo huo kutokana na Iran kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo ikiwemo Bahrain, Iraq, Jordan na Qatar. Moshi umeonekana ukifukuta karibu na kituo cha kuzalisha umeme nchini Kuwait, huku Saudi Arabia ikisimamisha baadhi ya shughuli katika moja ya viwanda vikubwa zaidi vya kusafisha mafuta Mashariki ya Kati baada ya kushambuliwa. Ufaransa imejitolea kusaidia kulinda nchi za Ghuba na Jordan. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka video kwenye mitandao ya kijamii na kuonekana katika mahojiano mengine ya vyombo vya habari kuambia watu wa Marekani kwamba wanapaswa kuwa tayari kukubali kwamba baadhi ya wanajeshi wa Marekani watakufa wakati wa mashambulizi ya kijeshi yanayoendelea Iran. Dhamira ya operesheni Epic Fury imeelekezwa kwa uwazi kabisa. Ni kuharibu makombora ya kuishambulia ya Iran, kuharibu viwanda vyao vya makombora, kuharibu jeshi la majini pamoja na miundombinu mingine ya usalama. Na kwa kufanya hivyo, hawatawahi kuwa na silaha za nyuklia. Saudi hata hivyo imesema kupitia wizara ya kawi kwamba wameweza kutuliza moto huo katika eneo la kusafisha mafuta ya Ras Tanura. Iran inaendelea kushambulia mali za Marekani na mataifa mengine katika eneo la Ghuba kama hatua ya kulipiza kisasi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 550. Watu wengi nchini Iran na hivyo ni vigumu kwao kujua kinachoendelea. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Mamlaka nchini Kuwait inasema ndege kadhaa za kivita za Marekani zimeanguka karibu na mpaka wa nchi hiyo na Iraq. Wizara ya ulinzi ya Kuwait inasema wafanyikazi wote waliokuwa ndani ya ndege hizo wamenusurika. Leila Mohamed anaangazia jinsi maeneo mengine yaliyo majirani na Iran yalivyoathirika na yanavyokabiliana na mzozo huu. Wizara ya ulinzi ya Falme za Kiarabu imesema kuwa hadi sasa imefanikiwa kukabiliana na makombora 165 ya masafa marefu yaliyokuwa yakielekezwa nchini humo, makombora mawili ya masafa ya chini yanayoruka kwa mwelekeo wa ardhini, pamoja na ndege zisizo na rubani 541 kutoka Iran.
haya si matukio yaliyozoeleka katika eneo hili. Iran inaonekana kutanua wigo wa maeneo muhimu inayoyalenga, kutoka kushambulia tu maeneo ya kijeshi kama vile makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain Delta 5 hadi viwanja vya ndege na maeneo mengine ya kiraia. Kwa sasa hoteli za kifahari na maduka makubwa ya bidhaa mbalimbali, majengo marefu ya makazi pamoja na vituo vya kuondokea abiria katika viwanja vya ndege vinashambuliwa mara kwa mara, huku mianya ikionekana katika mifumo ya ulinzi wa anga ya mataifa ya Kiarabu katika Ghuba. Rais wa Israel Isaac Herzog amezungumza na BBC na aliulizwa jinsi anavyoona mafanikio katika vita hivi. Inategemea mambo mawili. Je, mtu anaweza kudhoofisha uwezo wa Iran kuendeleza silaha za nyuklia na makombora ya ballistic? Na je, mawakala wake wataleta uharibifu na ugaidi? Na swala jingine bila shaka ni kama utawala utabadilika. Hivi ni vipimo viwili, ningesema, vya njia tunayoendelea nayo mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekanusha kuyalenga mataifa jirani ya nchi yake, akiambia shirika la habari la Al Jazeera, na hapa namnukuu, hatuwashambulii majirani zetu, tunalenga uwepo wa Marekani katika nchi hizo. Majirani wanapaswa kuelekeza malalamiko yao kwa wanaofanya maamuzi ya vita hivi, mwisho wa nukuu. Iran imekuwa ikiweka wazi msimamo wake tangu awali kwamba endapo itashambuliwa italipiza kisasi kwa nchi yoyote itakayoiona kuwa imehusika au imesaidia katika shambulio hilo. Mataifa ya Ghuba yalichukua hatua kadhaa kuionyesha Iran kwamba kwa mtazamo wao hayakuwa sehemu ya shambulio hilo la Marekani na Israel. Hata hivyo, kimsingi yamejikuta yakikumbwa kwa sababu ya kuwa washirika wa muda mrefu wa kijeshi wa Marekani. Viongozi wa Iran wamejaribu bila mafanikio kuyashawishi mataifa ya Kiarabu ya Ghuba kuyafukuza majeshi ya wanamaji wa Marekani na badala yake kuikubali Iran kama mlinzi wao. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imethibitisha kuwa wanajeshi 3 wa Marekani wameuawa katika vita dhidi ya Iran, ikiwa ni vifo vya kwanza vya Wamarekani tangu kuanza kwa operesheni hiyo. Rais Donald Trump ametoa ujumbe wa video akisema kuwa operesheni ya kijeshi itaendelea mpaka malengo yao yote yatakapoafikiwa na kwamba kuna uwezekano wa vifo zaidi kutokea. Tunaombea uponyaji kamili kwa majeruhi wote na tunatuma upendo wetu mkubwa pamoja na shukrani zetu za milele kwa familia za waliopoteza maisha. Kwa masikitiko makubwa, huenda bado kukawa na wengine kabla ya mambo haya kuisha. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Inawezekana wakaongezeka, lakini tutafanya lile lililoko ndani ya uwezo wetu kuhakikisha hilo halitokei. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba mashambulizi ya nchi yake dhidi ya Iran yataongezeka zaidi katika siku chache zijazo. Tunaleta nguvu kamili ya jeshi la ulinzi la Israel kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa awali, ili kuhakikisha uwepo wetu na mustakabali wetu. Lakini pia tunaingiza katika kampeni hii msaada wa Marekani kutoka kwa rafiki yangu Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na jeshi la Marekani. Mchanganyiko huu wa nguvu unatupa uwezo wa kutimiza jambo ambalo nimekuwa nikilitamani kwa muda wa miaka 40, kushambulia kwa uamuzi na kwa uthabiti utawala wa kigaidi. Sasa je, Marekani na Iran zitarudi kwenye mazungumzo? Oman inasema kuwa maendeleo halisi yalikuwa yakifanywa kwenye mazungumzo mjini Geneva mwezi uliopita kuhusu mipango ya nyuklia, lakini Iran ilikataa kujadili masuala mengine mawili, ikisababisha Donald Trump kusema kuwa hajaridhika na jinsi mazungumzo yanavyokwenda. Lakini iwapo pande zote mbili katika mazungumzo hazitabadilika, basi operesheni za kijeshi zinaweza kuanza tena. Hivyo basi mgogoro huu bado haujakamilika. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili kwa taarifa mbalimbali, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Hamida Abubakar, na bado tunasalia katika mzozo wa Israel na Marekani dhidi ya Iran, ambapo baadhi ya nchi za Afrika ni miongoni mwa zile ambazo zimeweza kulaani mzozo unaozidi kuongezeka Mashariki ya Kati. Rais wa Kenya William Ruto asubuhi ya leo amesema mashambulizi dhidi ya nchi za Mashariki ya Kati na mzozo unaongezeka unaleta tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa. Mataifa kadhaa ya Afrika yanalaani mashambulizi ya kulipiza kisasi Iran na kuungana na mataifa ya Ghuba yaliyoathirika. Esther na Muhisa na taarifa zaidi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito wa kuzuia na kuwataka wote wanaohusika kuheshimu utawala wa sheria. Umoja wa Afrika AU pia umeelezea wasiwasi wake na kusisitiza umuhimu wa kuzuia. Balozi wa Iran nchini Kenya amesema leo kuwa Iran itajibu kwa uthabiti ili kujilinda.
wanachama wa harakati za Kiislamu nchini Nigeria, IMN, inayoongozwa na Ibrahim El-Zakazaki, wamefanya maandamano katika majimbo kadhaa ya kaskazini siku ya Jumapili kufuatia kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. IMN, ambayo misimamo yake ya kiitikadi na kidini imefungamana kwa karibu na Iran, ilihamasisha wafuasi wake katika majimbo ya Gombe, Niger, Kano, Bauchi, Yobe na Sokoto. Kwa upande mwingine, polisi wa Nigeria wametoa wito wa kuimarishwa kwa ufuatiliaji na doria katika maeneo ya kaskazini mwa nchi kufuatia maandamano hayo. Afrika Mashariki, Rais wa Kenya William Ruto amelaani mashambulizi hayo yaliyolenga Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain katika mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Ruto amesema kuwa mzozo huo unatishia kwa kiasi kikubwa amani na usalama wa kimataifa, na ametoa wito wa juhudi za harakati za kidiplomasia ili kupunguza mvuto na kuzuia hali isiendelee kuwa mbaya zaidi. Nchini Tanzania, dua maalum na usomaji wa Quran umefanyika katika kituo cha utamaduni cha ubalozi wa Iran kufuatia kifo cha kiongozi wa juu wa Iran. Katika maombolezo hayo kwenye ubalozi wa Iran jijini Dar es Salaam, waumini mbalimbali wa dini ya Kiislamu wameungana na wananchi wa Iran katika kipindi hiki cha majonzi kwa taifa hilo ambalo Quran imesomwa, huku dua zikiombwa kwa ajili ya marehemu pamoja na kuombea amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Nayo serikali ya Jamhuri ya Somaliland imelaani vikali mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran yaliyolenga mataifa ya Ghuba na nchi za Kiarabu, ikieleza mashambulizi hayo kama tishio la amani. Aidha, Wizara ya Mambo ya Nje ya Somalia na Ofisi ya Rais wa Somalia hazikutoa tamko lolote la kulaani mashambulizi ya Iran. Kukosekana kwa taarifa hiyo kunakuja licha ya mataifa ya Ghuba kuwa miongoni mwa wafadhili wakubwa wa kifedha nchini Somalia katika kipindi cha miongo mitatu sasa. Na sasa mkuu wa shirika la uangalizi samani wa nyuklia la Umoja wa Mataifa anasema hakuna vituo vya nyuklia vya Iran vilivyokumbwa na mashambulizi. Akizungumza na waandishi wa habari kando mwa mkutano wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki mjini Vienna, Rafael Grossi alisisitiza kuwa mashambulizi ya sasa ya kijeshi dhidi ya Iran hayawezi kufanikishwa na yale ya mwezi Juni mwaka jana. Peter Mwangangi na taarifa zaidi. Maoni yake yanakuja baada ya madai kutoka kwa balozi wa Iran katika shirika la kimataifa la nishati za nyuklia IAEA, Reza Najafi, kusema kwamba kituo cha nyuklia cha Natanz kilishambuliwa Jumapili. Hakutoa maelezo zaidi. Grossi amesisitiza kuwa Israel, Marekani na Iran lazima zirudi nyuma na kujaribu kukaa kwenye meza ya mazungumzo ya kidiplomasia na kuonyesha uvumilivu. Grossi amesema kuwa hadi sasa hakuna dalili ya kuenea kwa mionzi, lakini uwezekano huo hauwezi kutupiliwa mbali. Hadi sasa hakuna ongezeko la viwango vya mionzi juu ya viwango vya kawaida vya umma vilivyogundulika katika nchi zinazoizunguka Iran. Kuhusu hali ya miundombinu ya nyuklia nchini Iran, mpaka sasa hatuna dalili yoyote kwamba miundombinu yoyote ya nyuklia imeharibiwa au hata kushambuliwa. Balozi wa Iran katika shirika la IAEA, Reza Najafi, aliwaambia waandishi wa habari kuwa kituo cha nyuklia cha Natanz kilishambuliwa Jumapili bila kutoa maelezo zaidi. Iwapo miundombinu ya nyuklia itaharibiwa au kuanguka, inaweza kuwa na madhara makubwa. Urusi, ambaye ni mshirika muhimu wa Tehran, ameomba mkutano wa Jumamosi katika shirika hilo ililoko Vienna kufuatia ombi kutoka Iran. Mkutano huu wa dharura unafuata mkutano wa kawaida uliopangwa na bodi ya wakurugenzi ya IAEA inayowakilisha nchi 35. Baada ya mashambulio hayo, IAEA inayosimamia programu ya nyuklia ya Iran imesema kuwa inafuatilia kwa karibu hali ilivyo katika eneo la Mashariki ya Kati na inawahimiza wote kuonyesha uvumilivu ili kuepuka hatari yoyote kwa watu wa eneo hilo.
Na asante Peter Mwangangi. Bado tunaangazia mzozo unaoendelea, vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, na tuangazie miongoni mwa mataifa ambayo yameathirika ni taifa la Umoja wa Falme za Kiarabu kule Dubai. Timothy Njoroge ni mkazi wa Dubai na amezungumza na Ron Clifford kumweleza hali kwa sasa Dubai ikoje. Hali hapa iko sababa, hakuna milipuko tumesikia kwa saa hii, sababu huku at least tunashukuru serikali ya huku, sababu wako na the highest technology ya kufamia hizo missiles wakati zinarushwa. Sasa wanasikamata mzuri before zitimize ile lengo zilikuwa zimetupwa nayo. Tangu mashambulizi haya yaanze mpaka sasa, hali ya usalama imekuwaje? Kuna wakati ambapo mmejihisi mkiwa hamko salama, kuna wakati ambapo mmeshauriwa mkimbilie mahali salama zaidi? Wakati ilianza juzi tu, the Ministry of Defense hapa walikuwa wanatumia kila mtu message, anamwambia mkae indoors, msikuwe na waziwazi, we are taking care of everything. So siku za kwanza tu ndio tulikuwa na wasiwasi mingi, sababu hatujaisikia mambo kama haya tena hapa, lakini saa hii watu wametulia. Sasa mahali mlipo mnapata vitu muhimu kama vile chakula, watu wanapata matibabu mahali mko, ama kwa sababu ya hali hii kuna chochote ambacho kimebadilika kidogo? Hakuna kitu kimebadilika sana, sababu biashara bado zinaendelea kama kawaida. Mahali sasa kumefungwa kiasi ni huko kwa uwanja wa ndege. Sasa wengi wetu wenye tunafanya huko ndio sasa bado hatujarejea kazini zetu, sababu investigation bado zinaendelea.